Rafiki yangu mpendwa, nikukaribishe katika somo la leo ya kwamba bado Mungu anarejesha. Bwana anarejesha watu wanaofanya makosa ambayo binadamu tunaona ni makubwa sana, na miongoni mwa watu ambao wamefanya mambo makubwa ambayo ni ya kutisha, uaji wa kinyama kwa njia halali na haramu, naye mtu wa Mungu mmoja anaitwa Paulo wa Tarso. Ni Sauli wa Tarso au Paulo wa Yesu. Mtu huyu, historia yake ya uaji wa watakatifu wa Mungu, hakupaswa hata kukanyaga kiwanja cha kanisa, lakini hata huyu Mungu alimrejeza. Nataka nikwambie, hakuna kiwango cha uovu ambacho umefikia ambacho bado kikawa kikubwa kuliko neema ya Mungu iliyoachiliwa juu yako. Bwana yuko kwenye biashara ya kurejeza watoto wake. Bwana anapokea wazungu, anapokea Wahindi, anapokea Waarabu. Yesu anapokea Wachina, Yesu anapokea watu weusi, anapokea Wahindu, anapokea watu wa South America. Dunia nzima watu wanarejea. Saa imefika ya kwenda mbinguni. Najua kuna uovu unaweza ukafanya, alafu uovu ukawa ni kufuri la hatima yako. Leo ni siku ambayo Mungu ameichagua kwa ajili ya kufungua kila kikwazo cha kuokolewa kwako na kurejea kwako katika mfumo wa serikali ya Mungu Baba yako. Kuna mambo mengi sana ambayo unaamini ni sahihi na unayafanya kwa bidii sana. Una dini ambazo unaziamini, unasema ni sahihi kabisa, lakini kwa sababu unafanya kwa kujitoa kabisa, ukiamini ya kwamba ni sahihi, kuna kazi unazifanya, unajua namna ya kupata kipato, hakuna namna, ni Mungu amenielekeza, akaelewa kuna kitu fulani Mungu anataka afanye, akugeuze na kukufunulia kwamba hicho unachokifanya si sahihi. Kuna kitu bora sahihi ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako. Hiki ndicho kilimtokea huyu kijana aitwa Paulo. Lakini kuna njia nyingi sana, maelfu, malaki, mamilioni, njia zisizohesabika ambazo Mungu wako anazitumia kuwaokoa watu wake. Leo tutaangalia kuna wakati ambapo Mungu mwenyewe Yesu Kristo hushuka through divine revelation, mafunuo ya kiungu, na kumtokea mtu akiwa katika biashara haramu kwa nia njema, na kumtokea mtu akiwa katika utekelezaji wa mambo ambayo akili yake inamwaminisha kwamba yuko sahihi, misimamo ambayo akili yake inamwaminisha yuko sahihi, mifumo ya imani ambayo fahamu zake zinamwaminisha anafanya kazi ya Mungu, lakini bado Mungu hata hao anawapokea. Bwana anapokea wazungu, anapokea Wahindi, anapokea Waarabu. Bwana anapokea watu wa Japani, wa China, wa Korea, watu wa Pakistani, yani watu wa Amerika Kusini, Kaskazini, Afrika, watu wa huko Siberia, Urusi, huko mbali kabisa. Bwana anapokea watu kutoka maeneo yote dunia nzima, na wote wanaopokea wito, na wanakuja kila mmoja kwa njia yake. Usije ukampangia mtu njia ya kuja kanisani. Kuna vitu vingi Mungu anatengeneza mazingira kuwarudisha watu katika mfumo ambao ameuandaa. Leo tutamwangalia mtu mmoja aitwa Paulo au Sauli, ambaye Sauli ni nani? Sauli ni mtoto wa mzee mmoja wa Kiyahudi ambaye alikuwa anaishi maeneo ya Tarso karibu na Uturuki kule. Ni mzee ambaye alikuwa amejitoa kwenye dini ya Kiyahudi, na historia inaonyesha akiwa na miaka 5 alianza masomo yake ya kuhusu imani na dini, akiwa na uraia wa nchi mbili, uraia wa Kiyahudi lakini pia uraia wa Kirumi. Baada ya kufikisha miaka 10 kwa taratibu za Kiyahudi za Kirabi, aliingia kwenye shule ambayo ni advanced course, shule ambayo ilibidi aende akasafirishwa apelekwe kule nchi inayoitwa Israeli. Kwa kuna shule kubwa mbili za elimu ya dini za Kirabi, za Kifarisayo. Kuna shule ya Shama na Gamalieli. Gamalieli ni nani? Gamalieli
alikuwa ni rabi pekee ambaye aliitwa Raboni. Raboni maana yake rabi, bingwa, mbobevu. Hakuna anayemfikia kwenye mafunzo yake ya mambo ya kimungu. Mwalimu wa kiwango cha juu kabisa wa mambo ya dini. Kwa akafundishwa tangu ana miaka 10 mpaka akawa kijana mtu mzima akikulia shuleni. Familia yake ilikuwa haipo, ila kuwa kuna ndugu zake wanakaa Yerusalemu, maana alikuwa ni Myahudi, kwa sababu hata alipokamatwa kwenye maandiko anasema mmoja wa nephew, mpwa wake, alikuja akamtonya Paulo kwamba huko njiani wamejiandaa kukuua. Alikuwa na ndugu zake wanampenda sana. Kwa hiyo kwa jinsi alivyojitoa kwa kazi ya Mungu, yeye alikuwa na kwa ufahamu wake, huyu Sauli wa Tarso au Paulo akaanza biashara kwa uongozi wa kuhani mkuu na kiongozi wa kidini wa Kiyahudi, kuchinja na kuua Wakristo wote. Paulo akaanza kuteketeza Wakristo. Yeye kwenye akili yake anaona anafanya kazi ya Mungu, anafunga safari, anaomba waraka. Alikuwa anafanya kazi ambayo kwa akili yake ni halali, maana alipewa document ya kidini kwamba una haki ya kuwateketeza. Kamata, funga minyororo, buruta kutoka huko Syria, peleka wapi. Fanya kazi kwa muda mrefu sana. Na hata katika kitabu cha Matendo, wakati yule mtumishi wa Mungu Stefano anauawa, kijana mdogo huyu Sauli alikuwepo. Alichukua yale mavazi na vitu kama hivyo. Alikuwa ndo bingwa gangwe, chief madala, muuaji mkuu wa watu wa Mungu. Sasa tukio linaelezwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9. Kusoma kuanzia mstari wa 3, anasema hata alipokuwa akisafiri, huyu ni Paulo sasa anaenda kutekeleza shughuli yake ambayo amejipa. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Mstari wa 4 anasema akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, una ni wewe Bwana. Naye akasema, mimi ndimi Yesu unaye niudhi. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Basi mstari mwingine wa 10 anasema, basi alikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania, akisema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia itwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba. Sasa Sauli wa Tarso, baada ya kutokea na tukio la kimuujiza la Yesu kusimamisha biashara yake njiani kuelekea Dameski, Paulo akauliza afanye nini? Yesu akamwambia, basi fanya afuatayo. Yesu hakuhangaika kumwambia Paulo aingie mtaani kusaka watumishi wa Mungu. Yesu aliongea na mtumishi wa Mungu Anania, akimwelekeza nyumbani kwa Yuda. Huko mahali fulani atamkuta mtu ambaye anasali. Wako watu wengi sana ambao wanasali wapate kujua nini mapenzi ya Mungu. Wako Waislamu wengi sana wanasali wapate kujua wafanye nini wampendeze Mungu. Wako wapagani wengi, wako wengine waganga wa kienyeji, wamechoka uganga, wanasema nifanyeje nipate kuokolewa. Wako Wahindi wanasali, wako Waarabu wanasali, wako Wachina, wako wazungu, wako watu wa Amerika kaskazini na kusini, wanasali mchana usiku na kucha, wakiwa ni watu wenye uovu mwingi sana, lakini wamekutanishwa na Yesu huko kukisirisiri. Bwana anatafuta watu ambao watakuwa tayari kwenda kukutanishwa na watu wasiowajua na kuwaelekeza, hivi ndivyo ikupasavyo kufanya. Na mimi amenipa kazi ya kukuelekeza mpendwa, katika mambo ambayo tunajifunza namna ambavyo Mungu anarudisha watu kwenye mifumo yake
Ikiwa umewahi kukutana na Yesu kwa njia kama hii ya kimuujiza na haukuwahi kuelezwa nini cha kufanya, leo nitakueleza kwa nini cha kufanya kupitia masomo haya mazuri ambayo tutajifunza kutoka katika stori hii nzuri ya mtumishi wa Mungu Paulo. Na baadaye alipoingia kanisani wakamkimbia kule Dameski, wakasema huyu jamaa anazuga, anajifanya kama vile amerudi. Hajarudi huyu, amejifanya kama anarudi, anatuvizia ili tuchinje. Lakini kumbe mtu wa Mungu alikuwa amebadilishwa. Ndio maana Mungu ikabidi achukue gharama ya kumtrain mwenyewe miaka 3. Ngoja nikwambie, yeyote ambaye anahitaji kuokolewa, hata kama watu ambao Mungu amewapanga watumike kukusaidia watakukataa, kuna wakati utafika Mungu mwenyewe ataingia kati kukufundisha. Ndio maana Isaya 50:1 na kuendelea anasema, uniamsha asubuhi na asubuhi apate kunifundisha kama hawa wafundishwao. Lakini sasa yako masomo kadhaa takriban 6 ya kujifunza katika tukio la kurejeshwa kwa mtumishi wa Mungu Paulo. Kama ambavyo Paulo alirejezwa kwenye mfumo wa Yesu Kristo, wako watu wengi wa dini mbalimbali wanarejezwa muda huu tunapoongea. Wamerejezwa miaka yote tangu kuwepo kwa Ukristo, na Mungu hakuwahi kuwaacha. Jambo la kwanza, hata katikati ya wauaji kuna watumishi wa Mungu watarajiwa. Usiwaangalie watu kwa mtazamo wa historia yao chafu waliopitia, maana katikati ya wauaji Mungu anajitwalia mtumishi Sauli ambaye akaitwa Paulo. Kuna watu wanafanya madhambi ya kutisha, na wengine wanafanya kwa wazi kwenye mitandao ya kijamii, katikati ya mashoga, katikati ya wahuni, katikati ya mafisadi, katikati ya wachawi, katikati ya waganga, katikati ya watu wenye viwango mbalimbali vya utapeli, katikati ya watu wazinifu, katikati ya watu kila aina ya uchafu. Bado humo kuna watumishi wa Mungu. Kwa hiyo acha kuangalia kwa kile wanachokifanya, anza kuangalia watu kwa vile ambavyo Mungu anaweza akawafanya. Unajua, nikikuangalia wewe, mimi naona kama wewe utafia huko kwenye maisha ambayo umechagua, lakini nikikuangalia kwa jicho la kiungu, jicho ambalo Yesu anaangalia watu, nitaona kuna uwezekano mwingi wa kurejea na kuokolewa kabisa. Yaani wewe ni mwepesi sana kwa Mungu kuliko ambavyo hata wewe unaamini. Ndio maana katika huduma ya Yesu, popote alipopita kukutana na mtu, Yesu alikuwa anaona uwezekano wa kuokolewa ndani ya kila mtu. Kahaba alikuwa anapondwa mawe, ndani ya tajiri, Lazaro mla rushwa na fisadi, sio Lazaro tu, Zakayo. Yesu aliona fursa ya kuokolewa ndani ya kila mtu aliyekutanishwa na. Hata wale Mafarisayo aliwaambia, mnafanya jambo jema, mnatoa zaka za mnanana, jiri na binzari, lakini mmesahau mambo ya rehema, mambo mengine mazuri mmesahau. Ongezeni mambo yatoka mazuri. Ndio maana alimuokoa Farisayo na Nikodemo. Sasa kufumba na kufumbua, Mungu anaweza kugeuza mwelekeo wa watu wa namna hii kwa watu wa maana. Adui mkubwa wa mambo ya Mungu anaweza kugeuzwa na kuwa mfuasi namba 1 wa Yesu. Mtoto wako ambaye amekataa kanisa, kufumba na kufumbua, anaweza kukutanishwa na Yesu, akageuka akawa ndio mtoto msaada mkubwa kwenye familia yako. Mume wako aliyeshindikana, mke wako anayekudharau, kuna nguvu ndani ya damu ya Yesu yenye uwezo wa kumbadilisha yeyote aliyeshindikana. Osama bin Laden akikutanishwa na Yesu, anaweza kageuka kama mwinjilisti mkubwa sana mpaka kashangaa. Hakuna kiwango cha uovu ambacho mwanadamu atafikia kisikizi viwango vya kurejeshwa na Mungu. Jambo la pili la kujifunza, Mungu huwa anawaokolea watu huko aliko, ila hawaachi huko, anawaleta katika shule ya wanafunzi. Sauli aliokolewa akiwa kwenye biashara ya kwenda kuua watu. Kuna watu wanaokolewa wakiwa kwenye madangulo. Ndio maana Biblia inasema enendeni ulimwenguni mote.
Lakini kwa bahati mbaya watu wa Mungu wamekimbilia makanisani, wanahubiri watu ambao wameshaletwa, wakati kuna bilioni 8, bilioni karibu 10 ya watu ambao wametapakaa dunia nzima, lakini bado hawajui wafanye nini. Mungu amekuita uende. Kwa hiyo inabidi uende kwenye madanguro kaokoe watu. Watu wamenaswa kwenye mipira ya miguu na wameifanya kuwa ibada. Natakiwa na waokolewe, wajue kwamba anatakiwa abudiwe Mungu na sio klabu za mipira. Wampe Bwana kipaumbele katika ibada. Kuna watu wamenaswa kwenye biashara, wamefungwa. Kama usipoenda huwezi ukawasaidia. Kwa lazima tuende. Yesu alikutana na Paulo kwenye biashara ya kwenda kuua watu, akamgeuzia njiani, lakini hakumwacha pale, alimuelekeza akajifunze. Kuna watu wanasema mimi nimeokolewa, sina haja ya kuingia kanisani. Lazima uje ukae ufundwe na ufunzwe. Wakikukataa, Bwana ana njia maelfu ya kukufanyia. Nitakuonyesha njia nyingine ambayo alimfanyia Paulo. Jambo la 3, kuna wakati inabidi upoteze muda kwa ajili ya uzima wako. Unajua, kuna mwingine amekuwa trained katika njia isiyo sahihi kwa miaka yake yote maishani. Na mtu niwahi kumsikia anasema amekuwa trained kujiandaa kuwa mganga wa kienyeji tangu akiwa mtoto mdogo kabisa mpaka amekuwa mtu mzima. Hana elimu yoyote ya Mungu, hana elimu yoyote ya nyingine tofauti na hiyo. Yesu anapomchukua mtu huyu, kuna wakati itabidi upoteze muda, hata miaka 2-3, uache vitu vyako vyote ili aanze kufanya zoezi la ku-unlearn, la kukutoa haya ambayo umejifunza. Kuna mtu anaaminishwa kwamba amelewa na mama yake, tabia zile chafu kwake ndio ambazo tabia safi. Kuna vitu vinatakiwa vifanyike glorious exchange katika fahamu zako. Kuna vitu vitolewe viingie vipya. Sauli wa Tarso amekuwa trained kuua watu kwa miaka mingi. Sauli wa Tarso amesomea mambo ambayo ni kinyume na maelekezo ya Mungu, akidhani ni ya Mungu, alidanganywa. Kuna watu wamelelewa kwenye dini tangu watoto wachanga mpaka wamekuwa watu wazima, wakiaminishwa kwamba hiyo ndio dini sahihi, kwamba mfumo huo ndio wenyewe, lakini ni mfumo potofu. Na ni waaminifu kweli kweli, wanasali kuliko watu wanaosali katika dini sahihi. Yesu anapokuchukua, wakati mwingine anakomesha shughuli zako zote, usomi wako wote, shughuli zako zote, biashara zako, ili apate muda wa kukufundisha. Hakuna hasara utakayoipata ikiwa Bwana atasimamisha mifumo yako yote kwa muda ili upate mafunzo. Sasa huyu katika hii 9, kitabu cha Matendo ya Mitume 9 na mstari wa 9, ikawa siku 3 haoni hali wala hanywi. Tukio la kukutana na Yesu la Paulo. Mwingine anasema mbona Mungu alitumia nguvu? Ni namna ambavyo Mungu anatumia kuokoa watu kwa namna alivyojiseti wenyewe. Ndio maana nguvu hizi alitumia kwa Farao, lakini Farao hakubadilika. Kwa Mungu alikokosa sahihi. Alipoteza siku 3 baada ya kukutana na Yesu akiwa hanywi hali wala haoni. Kwa nini? Maisha yake ametumia kuona vitu visivyo sahihi kwa macho. Wakati mwingine Mungu anafunga mifumo yako ya kawaida ili aanze kuona kupitia moyo. Maandiko yanasema kitabu cha Waefeso, na macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mpate kujua uzuri na utukufu ulio katika Kristo Yesu. Wakati mwingine unaona lakini kumbe uone, inabidi Mungu akufumbe uono wako ili uanze kuona kupitia jicho la rohoni. Jicho la rohoni. Unajua Mungu alipotaka kufanya kazi na nabii Yeremia, alimuuliza Yeremia unaona nini? Yeremia akasema ninaona ufito wa mlozi. Mungu akamwambia Yeremia akamwambia unaona vyema. Kwa hiyo cha kwanza lazima badilishe namna unavyoona. Kuna wengine wanaona kupitia akili, unataka uone kupitia moyo. Jicho la rohoni lipate kuona. Lilikuwa ni giza kabisa jicho la Paulo. Kwa hiyo Mungu akatumia fursa kumtrain Paulo na kwa muda wa siku 3. Lakini haikuishia hapo. Alipoingia kanisani, wale jamaa wakaanza kumkimbia. Wakaona huyu jamaa anazuga tu, ni jambazi sugu limekuja kutuletea tabu. Na watu wa kanisani mara nyingi ni watu wasengana, kwa ni watu wajinga sana.
Samahani kwa kusema hivi, kwa sababu wengi wanakaa kama kijiji, na kwa kama wao ni wao. Akija mtu mwingine wanaona kama vile amekuja kuharibia mambo yao. Akiingia kahaba ndani ya kanisa, kanisa linafurugika. Kuna kanisa moja, mtu mmoja alikuwa anadisia, ni ministry, ni huduma. Aliingia dada mmoja mzuri sana. Dada mzuri ambaye amekuwa akichezewa na manabii wa uongo kwa namna ya ajabu, na akasikia ujumbe wa Mungu akaja kanisani. Wakati amekuja amebadilika, wale watumishi wote na kila mmoja anamvizia, kuanzia mtumishi mkuu, mtumishi anayefuata, mtumishi mdogo na mtumishi nani, kila mtu anapiga swaga ili atembee na yule mama. Kwa nini? Akili zao hazijaandaa kupokea makahaba, wanawake wazuri wa sura, hazijajiandaa kupokea matajiri wakubwa. Kanisa halijajiandaa kupokea Wahindi, halijajiandaa kupokea wazungu. Akija mzungu wanajua amekuleta kuleta msaada. Pengine akija mtu mwenye fedha, anajua huyo ili tumtege vizuri, tutumie hela zake, tumpe cheo. Wakati amekuja afundishwe, anatakiwa akae darasa, afundishwe kama mtoto mdogo ambaye hajui kutembea. Akae miaka ya kutosha mpaka aive katika neno, ili tusimpoteze, na aambiwe ukweli ulionyooka kwa upendo mkubwa ili tuweze kumsaidia. Sasa Wagalatia 1:17, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. 18 anasema, kisha baada ya miaka 3 nalipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa, nikakaa kwake siku 15. Lazima upate nafasi ya kujifunza, upate kukaa na watu waliokutangulia kwenye imani. Huwezi kuingia tu kwa kielele kwa sababu umekutana na Yesu. Ungesema nimeona Yesu amekaa kwenye kiti, tukachukua mbinguni, tukaenda bichi, si magorofa, uongo mwingi. Kaa ujifunze. Paulo hakwenda Yerusalemu. Alikaa Dameski, wao walikuwa wanamkataa. Lakini miaka 3 Bwana akamchukua, akakaa naye jangwani Arabia, Uarabuni. Ndio maana watu wa Arabu wanamchukia sana kwa sababu amecheza kule, anapajua sana. Alikuwa anafundishwa, anakuwa trained na Mungu mwenyewe. Kuna wakati kuna watu ambao wanadamu watawaogopa kuwasaidia mambo ya Mungu kwa sababu historia yao wamebobea kwenye historia ya uovu wa mtu, badala ya historia ya Yesu anavyookoa watu waovu na walioshindikana. Na mwisho wa siku wanajikuta mtu huyo anapoingia ndani ya kanisa lote linamuogopa, kuanzia mchungaji mpaka anasema huyu hapa, huyu amekuja kututega tu. Huyu mlokole tunamjua, mchungaji nabii wa uongo Freemason, huyu anataka kuja kutunyonya damu huyu. Na mwingine alirudi kwa Mungu akajenga kanisa. Wakasema hamna kitu, huyu anataka kutoa kafara huyu. Wakalikimbia kanisa, waumini wote mbio, wakaogopa, wakasema huyu jamaa atutega, kwa sababu akili zao zimefungwa. Wanafikiri Mungu anaokoa walokole. Watu wanaomjua Mungu, Mungu anaokoa makahaba, anaokoa majambazi, anaokoa madude sugu, anaokoa watu walioshindikana, anaokoa maganga wa kienyeji, watu waliojaa majini kuanzia kwenye sebule unapoingia getini mpaka chumbani ni majini yametapaka. Hao ndio Mungu anawataka, hao ndio marafiki zake Mungu. Na atawatumia kufanya mambo makubwa sana. Na ukikataa kuwasaidia, atawasaidia mwenyewe. Lakini na wewe uliyekataa una cha kujibu mbele za Bwana. Kwa Yesu, Paulo akakaa alipoteza siku 3 za kwanza, akapoteza miaka 3 bila kufanya shughuli zake za kipato na shughuli za kawaida ili apate kumjua Yesu vizuri. Baadaye akafunga safari kwenda Yerusalemu kukutana na kina Kefa. Kefa ni Petro, ili apate kutembezwa, apate kujua hapa ndipo Baba, hapa ndo Gethsemane, hapa ndipo tulipokamatwa siku ile usiku, mwalimu wetu alikamatwa. Hii ndo Golgotha, ilining'inizwa hapa. Na hili eneo nilipopita, dada mmoja aliniuliza kwamba wewe ni ndugu yako, unamfahamu, wewe mko naye wanafunzi wake? Nikakataa, nilimkana hapa mwalimu. Paulo nilimkana mwalimu nilipofika hapa. Alafu tulipofika hapa ndipo ambapo alipozikwa mwalimu, alilazwa. Tulipokuja asubuhi na wale kina mama hatukukuta chochote. Hapo tulikutana naye. Akatuambia bwana, tukachoma samaki, tukala samaki na mwalimu. Na hapa ndipo alipopaa akasema, msiogope, ninapoondoka nitakuja kwa namna hii. Kwa Paulo alipata nafasi ya kuwa trained. Unapookolewa kutoka gizani, unaporejezwa, Bwana anakupa nafasi ya kufundwa na kufundishwa. Watu wengi wanakuja na CV zao chafu za uovu katika nyumba za Mungu, lakini kwa sababu wanakoswa muda wa mafunzo katika nyumba za Mungu, hatujaandaa vitengo vya kuwatrain magaidi wawe watu wema. Katika nyumba ya Mungu hatujaandaa vitengo vya kutrain mashoga wawe watu watakatifu. Katika nyumba za Mungu
Hakuna vitengo na watu maalum wa kuwafundisha mashehe, watu wakubwa waliobobea katika dini za Kiarabu ili wapate kujua dini ya Yesu katika vina. Akija tunamuogopa, maana ni wa kiroho kuliko hata sisi, kwa sababu angalau hata amekutana na Yesu. Wewe tangu pingie kanisa hujakutana na Yesu. Kwa lazima nyumba zifumuliwe, mifumo yetu ya kuendesha nyumba za ibada igeuzwe iwe ni mifumo ambayo iko tayari kuwapokea watu wenye kila CV ya uovu na kuwasaidia wapate kwenda mbinguni. Lazima wapitie mafunzo kabla hawajaingizwa kazini. Jambo lingine, kuna wakati Yesu anapotuita tunapaswa kubadili hadi kazi yetu, hata kama ndio kazi uliosomea tangu utotoni. Yesu alimtoa Paulo kwenye mfumo wa dini za Kiyahudi na kumuingiza kwenye mfumo wa dini ya Yesu ambayo ilikuwa ni kinyume na ile ya mwanzo. Kuna wakati inabidi ubadilishe career. Kama hiki ndio kinampatia kipato, inabidi aache, aanze mfumo mpya ambao utampatia kipato na kuendesha maisha yake. Kuna watu wanapata kipato kupitia utapeli. Yesu anapokuita, na ndio wamejaa wengi ndani ya makanisa, hata anapokuja ndani ya kanisa anakuja na CV na mifumo yake ya maisha ambayo ilimfikisha hapo alipo. Inabidi uombe Mungu akupe neema ugeuze. Paulo alishona mahema kama career yake mpya kujipatia kipato. Paulo anasema na I do business, watu wafanye biashara. Moja kazi ambayo lazima Mkristo afanye ni biashara halali ili apate fedha ya kusaidia watu wenye shida. Hakuna watu wenye shida wakimbilii baa, watu wenye shida nakimbilia makanisani, maana wanaamini kanisani ndio kuna watu walionyooka wanaomjua Mungu, wapole, wanyenyekevu. Lakini unakuta wamejaa maskini, hawana uwezo kutoa shilingi 1000. Hela zote mchungaji Mwarubuni yule mchungaji nabii feki wamempa yeye. Bwana anataka tupate keria mpya ndani ya Yesu, keria ambazo zitatusaidia kwenda mbinguni, vyanzo vya mapato ambavyo vitakusaidia wewe uokolewe. Lazima ufunge na kuomba, hivi mimi Mungu umenipa nini cha kufanya ili Bwana hiki cha zamani cha ukahaba kiniingizia fedha, cha kutega waume za watu kiliniingizia fedha, cha ujambazi kiliniingizia fedha, hiki kitu cha utapeli kiliniingizia fedha, kitu cha uza madawa ya kulevya kiliniingizia fedha. Ninaacha hii biashara. Magendo, ninaacha magendo. Kukwepa kodi, naacha kukwepa kodi. Nipe kile cha kwangu kizuri ambacho kupitia hicho mimi nitaokolewa na wengine wengi wataokolewa. Kwa hiyo lazima ifanyike career exchange, na kama ni chema, Bwana akibariki kifike mbali zaidi. Kila mtu ameiva kuokolewa. Hakuna usugu wowote katika dhambi ambao neema ya Mungu itadunda. Hata wewe usije ukajikatia tamaa. Paulo hakujikatia tamaa, aliingia kwenye mfumo mpya kwa wepesi na kwa haraka. Kuna watu maisha waliopitia wanasema mimi kwa Mungu siwezi kupokelewa. Ngoja nikwambie, Bwana yuko kwenye biashara ya kusambaza matumaini na kugawa hope kwa waliokosa matumaini, kwamba bado kila mtu anaweza kurejea na kurejeshwa kwa jina la Yesu. Kama Mungu aliweza kufanya mabadiliko makubwa katika maisha ya muuaji huyu Sauli, anaweza kufanya na kwako pia. Tena inawezekana hujawahi kuua hata nzi. Watu wameua watu, wamechinja buruza watu, lakini wameokolewa na wanaenda mbinguni na wakamfanyia Mungu kazi kubwa. Kwako ni kadogo sana. Bwana yuwaweza kukugeuza na kukufanya kuwa mtu bora katika nyumba ya Mungu. Haijalishi wewe unampinga Yesu kiasi gani. Haijalishi hata umeunda taasisi ya kupinga uungu wa Yesu na kazi zake. Unapokutana na Mungu, tambua ya kwamba bado una uwezo wa kuokolewa. Naweza yote katika yanitia nguvu. Kabisa, kanisa ni karakana ambayo inapokea magari yenye watu kama magari yenye ugonjwa wa kila namna. Wengine wana shida ya umeme wa magari, wengine wana pancha za kiroho, wengine dashboard ya kiroho haisomi. Tunapokea watu ambao wengine wamepata ajali na gari limekunjamana kabla linanyoshwa na kukaa safi. Maana ndani ya kanisa yuko fundi mkuu ambaye anaitwa Yesu Kristo. Je, katika maisha yako kuna sehemu umejikuta kuna jambo ulikuwa unafanya, uliona ni halali au lilikupa tumaini, lilikuingizia kipato, lakini jambo hilo umegundua leo lilikuwa kinyume na Mungu, na umegundua ya kwamba nikimrudia Mungu atanipa jambo lingine zuri la kufanya. Je, maisha yako yalikuwa yametanga mbali na Mungu na leo
umeona ya kwamba na mimi nahitaji kujirudi kuungana na Mungu, na habari njema kwako. Yaani Mungu amekuwa anakusubiria maisha yako yote. Yesu amekuwa anagonga akikusubiria. Yaani wewe ukija sio mpya, alikuwa anakuona movement zako zote. Usiku unaoyafanya na yaona, unavyopaa na kuona, unavyofanyia wenzako, hata ule uliyemuua anajua vile ambavyo ulifanya, ile chuki na mitego uliofanya, uovu na uchafu uliofanya anajua. Pale ulipofukia kile kitu anajua na anakutafuta tangu siku ile ulipoanza hilo jambo. Na leo Bwana ameichagua siku ya leo ni siku ya kurejea kwako. Kama huyu jamaa alirejea, wewe una nini kushinde kurejea? Ikiwa unasema ninarudi kwa Baba Mungu wangu, najua nilikuwa nimetanga mbali, lakini namrudia Mungu. Kuna vitu kwenye maisha yangu vilikuwa havijakaa sawa, hivyo ninarudi kwa Mungu. Mungu atakurekebisha. Njoo. Roho na bibi harusi wanasema njoo. Basi nikutie moyo mpendwa, Mungu ameshakupokea. Bwana wetu Yesu Kristo amekupokea. Na kwa sababu umekuja, Paulo alipokuja akabatizwa. Na tutakubatiza. Tunabatiza wazungu, tunabatiza Waarabu, tunabatiza Wachina. Tunabatiza watu wa kila kabila, tunabatiza wale mashehe wakubwa kabisa tunawabatiza. Tunawabatiza wale wachungaji manabii wa uongo tunawapokea. Yaani hakuna anayeachwa. Yesu kubize kwenye business ya kuokoa watu. Kama ulikutana na Yesu huko lakini umekuwa ukitangatanga ujui ufanye nini, njoo tutakuelekeza, tutakubatiza, utapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nawe Yesu atakupa kazi za kufanya katika ufalme wake. Alafu utaokolewa atakapokuja mara ya pili. Basi tuombe. Baba, nakushukuru sana kwa ajili ya rafiki yangu. Ukimpata mtu mmoja mbinguni kuna furaha sana. Kwa sababu huyu mmoja ameamua kurudi kwako. Na amegundua vitu ambavyo walikuwa wanafanya tukimpatia raha na walikokuwa kama na shughuli anazofanya ni kwamba vilikuwa tu ni vitu vya kumpotezea muda. Baba, kwa sababu amegundua na ameamua kurudi, Bwana ninakuomba sana umpokee. Na kuna huyu alipoingia ndani ya kanisa kuna vile vitu hakuviacha. Ni vitu ambavyo ni aibu kuvisema, lakini wewe Mungu unajua, kwa sababu leo ameifanya kuwa ni siku yake ya kuokolewa. Bwana nakushukuru kwa sababu ameokolewa. Baba, nakushukuru kwa sababu mwisho wake umeokolewa. Nakushukuru kwa sababu familia yake imeokolewa, uchumi wake umeokolewa. Na kwa sababu wamekurudia Mungu, mpokee. Hivi karibuni atakapokuwa kingia katika ile maji ya ubatizo na kupata sifa mpya ya kuwa mtoto wa Mungu wa kuzaa kabisa. Baba, wakati uko katika kipindi kidogo cha mtazamio, Mungu acha aanze kuona utukufu na ukuu na uweza wako. Na Bwana nakushukuru maana wale watakaookolewa hivi karibuni wengi sana, na yeye atakuwemo. Mbinguni kutakuwa na walevi walioacha ulevi. Tutakuwa mbinguni tuna Waarabu, watu wa kila kabila, kila lugha, kila jamaa, wenye CV chafu kuliko hata ya Paulo, lakini CV hizo zilifutwa na damu ya Yesu. Baba, mpokee. Nuru ya uso wako imwangazie. Uzuri wako kawe ndani yake. Baba, mpe amani, mpe ushindi, mpe kushinda, mfanye kuwa juu tu wala asiwe chini tena. Katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki. Karibu sana Patakatifu Media, tupo hapa kwa ajili yako.